Kumbe kuna mtu ambaye anasemekana kuwa ni Masia na sasa hivi ameanza kazi ya uponyaji. Kwa hiyo bila wao kuona, ndio maana Yesu akifika mji tayari wanamjua. Kwa nini? Habari zake tayari zimesambazwa kwa watu. Trego salamandrika. Mnifuate vizuri wapendwa. Katika kazi ya Mungu tuna wito mkubwa sana ambao tumeusahau. Tumesahau ya kwamba tumeitwa kuwa watakatifu. Tunasahau ya kwamba tumeitwa kumpendeza Mungu. Tunasahau ya kwamba tumeitwa kutembea kadri na neno la Mungu. Kwa hiyo wanakuja wapagani ndani ya makanisa takatifu ya Mungu. Wengine wao wanakuja kutujaribu tu. Unakuta amesema na familia yake, mimi nitaenda kwanza. Hakijua hata shida zangu ndo mimi nitaamini. Unaona? Mimi nitaenda kwanza. Nikipona ndo nitaamini. Hawa ni wapagani. Na mara nyingi wanapokuja ibadani, wanakuwa wanafunga milango ya neema kwa wale ambao wao tayari wana imani. Kwa nini? Kwa sababu wanawakilisha asili ya moyo mgumu. Wana wa Israeli waliotembea na Musa, waliopata nafasi ya kuingia Kanaani, walikuwa ni watu wawili, Kalebu na Yoshua. Wengine wote Bwana aliwaangamiza kufuatana na mioyo yao ilikuwa ni migumu. Walitembea na Musa, lakini hali hiyo hiyo ilikuwa tena inawarudia. Ndugu zangu, kuwakaribisha watu waovu ambao bado hawajaamini katika Injili inasababisha milango ya neema katika kanisa kuwa inafungwa. Ndio maana wachungaji, nyinyi wote wachungaji, haijalishi utafanya miujiza mingapi, nakwambia hiki, kama hauonyi kanisa kuachana na mivalio ya aibu, kuachana na vipodozi, kuachana na mawigi, kuachana na kusuka, kuachana na vimamini, kuachana na vimapenzi, kuachana na masengenyo, kuachana na uchawi, kama furaha, kuachana na Uislamu. Sasa hivi tuna watumishi feki wa kuzimu ambao wanakaribisha Waislamu ndani ya makanisa yao, alafu wanapanda kwenye madhabahu, wanasema eti ndani ya kanisa hili atubagui. Wewe unajua maana kanisa wewe? Kanisa ni la Roho Mtakatifu. Na hii Roho Mtakatifu ni mtakatifu.